Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo ni siku nyingine tena tunajuzana na kufahamishana na kuilmishana mnamo tarehe 31 mwezi huu wa 12 kuamkia katika tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2022 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumeandaa dua adhim ambayo tutanyanyua mikono na kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya shadaid mbalimbali, mitihani mbalimbali, mashaka mbalimbali ambayo tulokuwa nayo. Tutamwambia ya Rabbi, Mola wetu, kwa hurma na utukufu wako ya Allah, tunakuomba tufanyie sahali kila penye uzito. Ya Rabbi, tujalie afya kila penye maradhi. Ya Rabbi, tujalie mafanikio kila penye kufeli, kwa hurma na utukufu wako Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya tutafanya haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa kuambatana na aya 6 ambazo hizo aya 6 zina majibu ya haraka sana kwa yoyote mwenye matatizo yanayomsibu. Iwe ni maradhi, Allah atakwenda kutupa ponyo. Iwe ni shida na dhiki, Allah atakwenda kutuondolea. Iwe ni faraja tunayoitamani, Allah atakwenda kutupa. Wewe ambao kazi zimeharibika, insha Allah kupitia katika aya hizo 6, siku ambapo tutaponyanyua mikono, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatengeneza shughuli zako. Wewe ambaye unatafuta kazi, bado hujafikia katika malengo ya kupata hiyo kazi, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia ukapata kazi iliyokuwa nzuri, yenye natija na faida na manufaa kwako na jamii ambayo inayokuzunguka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye unataka cheo, wewe ambaye unataka haiba, kuwa na muonekano na mvuto wa hali ya juu, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, Allah kupitia katika dua ya aya 6 muhimu, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kila la kheri. Lakini dua hii itakwenda sambamba na wewe kujisajili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili ile sadaka ambayo itakayopatikana katika usajili wako iende ikawahudumie watoto ambao tunataraji mnamo mwezi wa kwanza wataingia katika mashule mbalimbali, ikawahudumie wale watoto wenye hali duni, watoto wasiojiweza, watoto ambao wanatuhitaji mimi pamoja nawe tusimame imara kabisa kuhakikisha tunawahudumia, ili nao wapate haki zao za msingi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua ni kwa nini tunalifanya hili? Kwa nini tunakutaka wewe ujisajili ili katika ile sadaka yako kadhalika iende ikawasaidie watoto ambao wapo katika hali duni? Wewe utakuwa ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu atakujalia kila la kheri iwapo utaguswa na hili ndani ya nafsi yako na ukasema, bila shaka nami najitoa halan wa malan, kwa hali pamoja na mali, ili niweze kulitekeleza katika hali za namna hii. Katika hali ifuatayo, waqad jaa anna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yara annahu lahu fadlan ala man dunahu, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidhuafaikum. Sikiliza haya maneno.
kwamba Saada ibn Abi Waqas, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikie, bwana mkubwa huyu yeye yara anna lahu fadlan ala man dunahu. Kuna siku moja yeye alijiona kutokana na mazuri na matendo ambayo anayoyafanya, lakini matendo ambayo anayoyafanya kuwafanyia watu dhaifu wasiojiweza, kwa maana anawasaidia, anawashika mkono, anatoa kilicho chake kwa ajili ya kusimamia matendo au kusimamia hali duni za wale ambao anaona wako duni, ili na wao waweze kufurahia maisha haya ya dunia. Akajiona ya kwamba amepata fadhila zilizokuwa kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndipo bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno ambayo bila shaka nawe kama utayaweka vizuri katika akili yako, naamini bila shaka hautasita haraka sana utafanya swala hili la wewe kujisajili, ili kadhalika sadaka yako hii iweze kwenda katika msaada kuwasaidia watoto ambao wasiojiweza, ambao wanakwenda kuingia katika mashule mnamo mwezi huu wa kwanza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza nini alichosema bwana mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidhuafaikum, na wala nyinyi ambao mnaona mnapata nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya matatizo mbalimbali, Allah anawanusuru na kuwapeni neema za aina kadha, wa yarzuqu kadhalika wa turzaqun, na mnaruzukiwa nyinyi ambao bila shaka riziki mnayoipata. Unaona, ukifanya biashara zinatiki, mambo yanakwenda vizuri. Ukifanya kazi zinatiki, mambo yanakwenda vizuri. Ukifungua kiwanda kinatiki, bidhaa zinakuwa nzuri. Lakini kadhalika ukiwa na kampuni inakwenda vizuri. Nyinyi ambao mnaona mambo haya yanayokwenda katika hali ya namna hiyo, mtume anasema, wa hal tunsarun, hamtanusuriwa nyinyi, waturzaqun, na wala hamtapata riziki kwa kiwango na natija mnayotaka, illa bidhuafaikum, isipokuwa ni pale ambapo mnaposimama imara kabisa kuhakikisha mnakuwa ni msaada mkubwa kwa wale madhaifu wenu katika kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunakuhamasisha ewe ndugu yangu ya kwamba ipo dua ya aya 6 zenye majibu ya haraka, lakini itanguliwe na sisi kujisajili, kwa maana sadaka itakayopatikana bila shaka itakwenda kuwasaidia na watoto ambao wasiojiweza. Ndio maana mtume akasema, nyinyi nusura mnayoipata katika maradhi mlokuwa nayo Allah anayaondosha. Nusura mnayoipata katika mitihani na shida mbalimbali mnazozipitia Allah anaondosha shida hizo. Waturzaqun, lakini kadhalika na mnaruzukiwa katika kila mnachokifanya kinakwenda sawa sawa, riziki zinapanda, neema zinazidi. Illa bidhuafaikum, isipokuwa ni kwa wale madhaifu wenu ambao nyinyi mnawasaidia, basi Allah anakurejesheni kile mnachotoa kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Dada yangu, dada Isabella, baada ya kumwambia katika kujisajili ni dola 100, yeye akasema, maadamu tunakwenda kuwasaidia pia watoto walionye hali duni, basi mimi insha Allah nitatoa 700 kuhakikisha kwamba najua ninawekeza katika akhera yangu kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunamwambia 100, anasema hapana, pamoja ya kwamba ni 100, je, nikitoa zaidi kuna ubaya? Tukamwambia hakuna ubaya katika hilo. Akasema basi hakuna tatizo, mimi natoa 700, na alhamdulillah nimekushazipokea katika simu yangu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nawe pia iwe ni sehemu maalum ya ushawishi, nawe kuishawishi nafsi yako katika kuyafanya ya kheri kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, vipi utajisajili? Piga namba hizo ambazo unaziona hapo, au tuma message, tuwasiliane kwa WhatsApp. Nchi yoyote utakapokuwepo biidhnillah tutakupa utaratibu, na bila shaka lau tutakwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia kila la kheri. Leo tunakwenda kutazama kidogo katika maalumati ya aya ya 3 miongoni mwa zile aya 6 ambazo kwazo tukinyanyua mikono kwa taratibu zake na tukamwambia Allah subhanahu wa
wa ta'ala atupe kheri na atupe mafanikio katika tunayoyaendea, atuondolee maradhi na dhiki na mitihani iliyotuegama. Allah yu tayari kutufanyia majambo yetu kwa hurma na utukufu wake, maadamu sisi tumelifanya jambo analolipenda, nalo ni kuwasaidia watu wenye dhiki, kuwasaidia watu wenye hali duni kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya 3 ni hii ifuatayo: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ظُلُمَاتٍ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Hii ndio aya ambayo bila shaka kwa hurma na utukufu wake Allah ndio aya ya 3 katika mlolongo wa aya 6 ambazo kwazo lau kama mtu atanyanyua mikono na kujua taratibu za aya hiyo, Allah hatotuacha bali atatupa kile tunachotamani na kutaraji kwa hurma na utukufu wake. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Bila shaka katika hali ya namna hii, hapa naomba tuende vizuri. Tumeona katika darasa yetu ya mwanzo, aya ya kwanza tumeona ni aya ambayo ndani yake ina maneno ambayo imeonekana kwa mujibu wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, mtu hayasemi kwa taratibu zake maalum, illa Allah atampa faraja, illa Allah atamuondolea hamu na ghammu, ila Allah atamuondolea maradhi, ila Allah atamuondolea mitihani. Lakini kadhalika tukaja kutazama aya ya pili, tukaona ndani yake kuna harfu dhahabi, yani harufi yenye thamani ya dhahabu katika aya ya pili, na sasa tutupo katika aya ya 3. Hii yote ni kukuonyesha namna ambavyo tutakavyokwenda kuisoma zile aya kwa ajili yako wewe ambayo umejisajili na umekuwa ni sehemu maalum ya kuwasaidia watoto hawa wasiojiweza ambao sisi tunawasimamia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza maneno haya katika aya hii ya 3. Kuna maalumati gani, kuna siri gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka, ambayo mimi pamoja nawe tukijua siri hiyo na tukapita katika taratibu hizo kama jinsi ambavyo tulivyoziandaa mnamo usiku wa tarehe 31 mwezi huu wa 12, tunaamini Allah kwa hurma na utukufu wake, kwa kuwa yeye ni msikivu na anawapenda sana wanaimuomba, naamini Allah atatufanyia mimi pamoja nawe ambao tumeshiriki kikamilifu katika utaratibu huu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza maneno haya: fafil hadith anna almuslima idha daa bida'wati dhinnuni Yunus alayhi salatu wassalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tunasema fafil hadith, na katika hadithi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu wa bariki wa sallama, anasema anna almuslima, ya kwamba muislam idha daa bi da'wati dhinnun, anapoomba kwa dua ya sayyiduna Yunus alayhi salatu wasalam, ambayo inasomeka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atakayeomba katika dua hii ya Nabiiullah Yunus alayhi salatu wasalam, kunatokea nini? Istajaba Allahu duaahu, Allah subhanahu wa ta'ala atajibu na kumpa maombi anayoyaomba. Ikiwa ni ya kumwepuka yatamwepuka, ikiwa ni ya kuyahitaji ayapate ataweza kuyapata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wasallama, na akasema tena bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akasema, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa faraja Allahu anhu. Akasema tena bwana mtume Muhammad, mimi ninajua neno moja, neno ambalo la yaquluha makrubun, halisemi neno hilo mtu yoyote aliyodhikika na dhiki na mitihani na shida za hapa na
pale, illa farajallahu anhu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamfariji mtu huyo kwa kulijua neno hilo na taratibu zake na kupita katika njia zake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema kalimatu akhi Yunus ni neno la ndugu yangu ambaye ni kaka yangu Sayyiduna Yunus alayhi salatu wasalam. Hapa ndugu zangu, tuende sambamba mimi na wewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Anasema kalimatu ni neno, ukisikia neno maana yake ni moja, lakini Sayyiduna Yunus alisema maneno 9. Je, kwa nini mtume amesema kalimatun, neno moja? Je, na haya maneno 9 inakuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni moja? Kwa sababu tukienda sambamba mimi na wewe tukatazama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, tutakuta bila shaka haya ni maneno 9. Lakini mtume anasema inni la a'lamu kalimatan, mimi hakika natambua ni neno moja tu ambalo alisema Sayyiduna Yunus alayhi salatu wasalam, na halisemi mtu yoyote neno hilo kwa taratibu zake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala tamjalia faraja mtu huyo biidhnillah. Mimi nataka faraja kutoka kwa Allah, na wewe pia nakutakia faraja. Jisajili haraka sana ili tunyanyue mikono mnamo tarehe hiyo pamoja biidhnillah na kumwambia Allah atupe faraja kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisikia inni la alamu kalimatan, mimi nafahamu neno moja. Kalimatu huna ismu marra, na ukisikia kalima huna kwa watu wa nahwu manake tunazungumzia ismu marra, maana yake ni neno moja tu. Wa ma hiya kalimatu allati qalaha nabiyullah Yunus alayhi salatu wasalam, je, ni neno gani ambalo aliolisema Sayyiduna Yunus alayhi salatu wasalam? Fi jawabi min hadha sual sirrun la yattali alayhi ahadun illa istajaba Allahu lahu. Katika kutafuta majibu ya swali hili ndani yake kuna siri nzito, siri ambayo hatoijua yoyote katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu kisha mtu akapita katika njia za siri hiyo, illa istajaba Allahu lahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamjibia kwa kumpa anachotaka. Wewe unayetaka mali nyingi, Allah atakupa. Wewe unayetaka utajiri, Allah atakupa. Wewe unayetaka afya, Allah atakupa. Wewe unayetaka kufaulu katika mitihani yako, Allah atakujalia ufaulu. Wewe ambaye unataka cheo, Allah atakupa cheo. Wewe unataka haiba, mvuto katika jamii na watu unaoishi nao, Allah atakupa haiba na mvuto kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nikwambie tu ndugu yangu, undhur bi'aini al-basir, tazama sasa kwa jicho lenye kuona vizuri. Tajid sirra al-ijabat li Yunus alayhi salatu wasalam, utapata siri ya majibu ya Sayyiduna Yunus yanatoka katika utaratibu gani. Twende hapa sasa ili uweze kuona maajab katika hali ya namna hii. Tunamuomba Allah kupitia aya hizi 6 ambazo kila moja katika hizo aya 6 zina muujiza na majibu ya haraka kabisa kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Cha msingi ni sisi kuanza kumfurahisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwasaidia dhuafa, wale wenye dhiki na mitihani mizito, wenye hali duni. Kwa hiyo sadaka yako ambayo utakuja kujisajili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, fanya sasa. Wenzako tayari wameshalifanya hilo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kalima ya nabii Yunus alayhi salatu wasalam ni kalima inasomeka ifuatayo: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hadhihi al-kalimat, maneno haya ukihesabu kwa ujumla wake, laha 34 harfan, laha 34 harfan. Maneno haya yana harufi zisizopungua 34. Twende sambamba, andika namba 34. Wasmullah, na jina lake Allah subhanahu wa ta'ala linalosomeka al-hayyu. Al-hayyu nalo la raqmu 34, kadhalika nalo lina namba 34. Angalia maajab,
Sayyiduna Yunus akiwa katika batni al-hut, tumbo la samaki, tayari anaona mimi napotea sasa, ninakufa, uhai wangu unatoweka sasa. Katika hali ya namna hii, alichokifanya anasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Anasema maneno haya akiwa ndani ya tumbo la samaki. Maneno haya yana harufi zisopungua 34. Maana yake ni sawa ametamka neno au jina miongoni mwa majina ya Allah linalosomeka Al-Hayyu, kwa kuwa Al-Hayyu nayo ni jina ambalo lina namba 34. Angalia, yupo ndani ya tumbo la samaki, anaomba kwa Mwenyezi Mungu aliye hai ampe uhai akiwa ndani ya kiumbe kilicho hai, ili Allah aweze kumsaidia na kumnusuru katika hali ya namna hiyo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema katika hali ya namna hiyo, la yaquluha makrubun, hatosema maneno haya kwa taratibu zake yoyote mwenye shida, illa faraja Allahu anhu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala tamjalia faraja katika hali ya namna hiyo. Hapa kuna swali mtu anaweza kujiuliza, je, Al-Hayyu inakuwaje namba 34? Ni katika hali ifuatayo. Ukitazama fi qaimat hurufi al-hijaiya, katika msimamo wa harufi za alfabet, utakuta harfu ha, kwa maana he utakuta ni harfu namba 6. Yani ukianzia alifu, be, te, the, jim, he utaikuta ni harfu namba 6 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Waliya, na harfu liya fi qaimat hurufi al-hijaiya, katika msimamo wa harfi za alfabet, harfu liya utakuta ni harfu namba 28. 28 jumlisha namba 6, hisabu inakuja 34. Ndio hisabu ile ile ambayo aliyoisema Nabiyullahi Yunus alayhi salatu wasalam katika tumbo la samaki, akiona hapa hakuna wa kuniokoa bali ni Allah peke yake, na hakuna msaada wa yoyote bali ni msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kaannahu kana yaqulu ya hayyu wa huwa fi batni al-hut, ni kana kwamba vile alikuwa akisema ya hayyu, ewe uliye hai, lakini kadhalika na kuomba nirejeshe uhai, kunitoa katika tumbo la aliye hai kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Allah anasema nini baada ya kuyasema hayo? Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Basi pale pale tukamjibia, fastajabna lahu, pale pale tukamjibia, wa najjaynahu, tukamuokoa, min al-gham, kutokana na ghamu hii alikuwa nayo, wa kadhalika nunjil mu'minin, na hivi ndivyo ambavyo tunawaokoa wenye kuamini. Je, wewe unamwamini Allah? Kama ndio, jisajili haraka katika dua yetu hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tuwasaidie watu walio dhaifu, alafu tunyanyue mikono kupitia aya hizi 6. Allah atakufanyia sahali. Hivi wewe ni katika watu ambao wanaamini na kukubali kwamba anayeombwa ni Allah na yeye hutoa, na bila shaka kwa kutoa kwake Allah subhanahu wa ta'ala tukiyafanya anayoyaridhia naye ataturidhisha? Ikiwa wewe ni katika hao wanaoamini hivyo, basi jisajili haraka, tuwasaidie wenye dhiki, tuwasaidie wenye shida, kisha tunyanyue mikono tumwambie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatufariji kwa hurma na utukufu wake. Mimi naamini tunapoingia katika mwaka 2022 tumemwomba Allah atujalie nuru, atujalie kheri, atujalie neema nyingi, atujalie faraja, lakini kadhalika atujalie afya kwa kila mwenye maradhi. Allah atatufanyia kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo baadhi ya ndugu zangu wao wamesema dola 100 sio kitu, bali sisi tunafanya ziada katika hiyo. Allahu akbar. Yupo kaka yangu katika ardhi ya Marekani, sitaki kumtaja jina, yeye amesema ni stiri usimtaje, lakini mimi niseme tunamuongelea kimafumbo atanielewa, mashaallah. Yeye amesema inshallah dola
dola 100 sio kitu bwana. Mimi nitachofanya nitafanya ziada, ila sikwambii ziada nitakayofanya mimi ni ziada gani. Nisubirie ndani ya masiku haya mawili, utachokiona basi jua nimefanya mimi. Mashaallah, Allah amjalie kila la kheri, ampe mazuri yeye pamoja na familia yake. Lakini kadhalika dua hii tutaponyanyua mikono kupitia aya 6 ambazo watu wamekuwa wakiomba kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hajawahi kuwarejesha mikono yao ikiwa sifuri kupitia katika aya hizo 6. Basi nasi tutamwambia Mwenyezi Mungu kwa kila ambaye tumejisajili naye na tumepambana naye kuhakikisha pia na hawa watoto na wenyewe wanapata faraja, basi Allah tufanyie sahali kwa hurma na utukufu wake inshallah. Usikose kufuatilia darasa yetu, tunakwenda kujifahamu aya ya 4 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah atufanyie sahali kwa hurma na utukufu wake inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.